Naam, karibu mtazamaji wa Simamia TV. Mimi ni Mwafrika, nipo na Uncle G. Bwana mambo ni mengi. Naamini upo salama kabisa mtazamaji wetu wa Simamia TV. Mada yetu hapa inahusiana, sio ngeni sana, ni kutokana na matukio ambayo yanaendelea. Kwa ndo mada iko hapa hewani, kuhusiana na mambo ya connection. Sasa ukisikia neno connection, mtazamaji wewe, wa Faransa tunasema connexion. Ukisikia neno connection, mtazamaji wa Simamia TV, kitu gani kinakuja kichwani kwako? Labda mimi nianze tu kwa ninavyoelewa, alafu nitakuja moja kwa moja kwenye mada kabisa hapo ji. Connection, mimi ninapotambua connection zipo za aina nyingi. Mfano, mimi hapa sina kazi, si ndio? Kuna ndugu yangu huko ana connection nyingi, yani ananitafutia kazi kupitia zile connection zake, yani ana minyororo ya kazi ndio hizo connection. Lakini bana, sasa hivi ukisikia connection ni connection. Connection? Lugha zipo nyingi. Ni connection. Lugha zipo nyingi. Amoji, unatambua nini connection? Kuna wengine anaita pilau. Pilau. Kwani sio biriani? Lakini unapoenda kuna ni kila sehemu wana msemo wao. Kwa hiyo ili uelewe lazima uingie mtaani zaidi, kwa hiyo sisi wa mtaani tunakuwa naelewa. Sasa mimi swali langu moja, connection bwana. Tuanze hapa afu nitakuja na swali. Connection kwa sasa hivi tafsiri ya mtaani. Sio ya lugha sanifu, ya lugha ya mtaani. Ni inamaanisha ni video za faragha. Ama picha za faragha. Picha mjongeo za faragha. Kwa hiyo afuzikaje hadharani. Kwa hiyo ukisikia connection ya mtu fulani, maana yake ni picha za faragha za mtu fulani tayari zipo mtaani. Yani zinasambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Sawa. Angoji, hapa katikati kumekuwa na mambo mengi sana. Na sio mara ya kwanza. Hapa kidogo kulikuwa na maneno mengi bwana, connection hizi nini? Mtazamaji hapa yuko ananizumu hapa. Naomba nimeiona nini? Watu mnalaana ni. Watu tunasikia tugawane dhambi. Watu wanagawana dhambi. Tugawane dhambi. Watu wanachungulia walikotoka. Bala sijui nini? Kama nini sijui, wanajua wenyewe. Angoji, kwa nini nimekupo hizi issue za hizi connection kwa lugha ambazo labda wanazitumia mtaani? Kwa nini haya mambo yamekuwa yakitokea sana sana? Unasikia huyo ni mwanafunzi wa chuo X, huyo ni mwanafunzi wa chuo Y, huyo ni mwanafunzi wa chuo A. Kwa nini inatokea sana kwa wanafunzi wa hawa vyuo, lakini pia unakuta sura au wanaoonekana kwenye hayo mambo mara nyingi wanazalilika ni jinsia ya kike. Kwa hiyo ukisikia connection ya ni mara nyingi unakuta ni bado jinsia ya kike. Labda sababu gani inapelekea hawa watu wawe ndio wahanga wakubwa? Kitu gani kinapelekea mpaka wanakubali pia na kurekodiwa na vitu vingine? Cha kwanza kabisa nachotaka kukizungumza, wengi wanakumbwa na hilo kwa sababu ya tamaa. Tamaa, yani wengi wako radhi kufanya chochote ili mradi wapate pesa. Kwa hiyo kuna sababu mbili zinazopelekea mambo yanatokea. Swala la kwanza ni mtu ambaye yuko radhi kufanya chochote ili apate pesa. Kwa maana kwamba anapoenda na mtu wa jinsia ya kiume, yuko radhi kurekodiwa, lakini kiasi alichokiomba apatiwe. Na wakati ule, kwa sababu akili yake inawaza kutamani ile fedha, hawazi baadaye itakuwaje baada ya kupewa ile fedha na kurekodiwa, nini kitatokea. Kwa cha kwanza hapo, maana yake kilichotokea ni tamaa ya fedha. Lakini watu wengine ni wameingia kwenye ulimbukeni wa mapenzi. Ni kwamba unakuta saa nyingine mwanaume anamwambia mwanamke, nitumie utupu wako, usiponitumia unipende. Na mwanamke anaona bora nitume tu, kwa sababu nisipotuma na mkwaza. Na wengine unakuta ndio hivyo kwamba wanajirekodi wakati wa faragha yenyewe. Connection zipo za aina nyingi. Kuna connection za mtu anajirekodi anamtumia mtu, alafu yule mtu anasambaza, na kuna hizi za kurekodi wakati wa
faragha kinafanyika baina ya wote wawili, ambapo pia inawezekana ni ile ya kwanza ya fedha au hii ya pili ya mapenzi ya ulimbukeni. Sasa katika yote haya nini kinatokea? Hawa watu wanapofanya hivi huwa kuna mawili yanakuwa yapo hapa kati, yani kwa huyu anayetenda. Kuna watu wanatenda hivi kwa ajili ya biashara. Yaani kwamba nikipata utupu wa mtu fulani na uwezo wa kuuza kwenye mitandao fulani nikapata fedha. Lakini kuna mtu mwingine kuna kitendo sijui Kiswahili chake ni nini, lakini tunaita blackmail, kumblackmail mtu. Kumblackmail mtu kwamba naomba kiasi fulani cha fedha. Usipofanya hivyo basi na mimi nitafanyaje? Nitavujisha picha zako. Kwa hiyo anatumia udhaifu wa kuwa na utupu wa mtu fulani kwa kumtishia kwamba asipompa anachokitaka basi ataweza kuvujisha zile picha. Kwa sababu kubwa ambayo inapelekea mambo yanakuja yanatokea huwa ni hizo. Na mara nyingi ambaye anakuwa na faida ni yule ambaye alichukua zile picha. Kwa sababu huyu wa upande wa pili anadhalilika. Kwa sababu anaonekana viungo vyake. Inafika muda sasa mpaka akipita mtaani watu wanamuona kama ni kituko. Kwa sababu kila pilau au connection inayokuja mtaani huwa ina maajabu yake. Tunaona atakwambia kuchafu, kumekaa hivi, hujui hiki, ile na lile. Kwa hiyo kiufupi, kwa upande wangu, mtazamo wangu ni kwamba hichi kinachoitwa connection au video na picha za faragha zinapotoka kwa jamii zaidi zinaharibu jamii, kwa sababu pia kuna watu wakikutana navyo vile vitu inafika muda wanaona ni vya kawaida, wengine wanaona wakavijaribu. Kwa kifupi hivi vitu vinaharibu jamii kwa sehemu kubwa sana. Sawa, kwa kumalizia tumeona mara nyingi haya mambo yanatokea, si ndio? Yanatokea watu kurekodiwa, kufanya watoto. Kwa nini wanakubali kama wanaona madhara ya picha mjongezi zinaonekana za watu wanakazana na wanazalilika? Kwa nini bado wao wanaendelea wakiwa kwenye faragha zao? Kwa sababu vile vitu si kwamba hamna asiyefahamu, kwa sababu mtu mzima kila mtu anafanya. Kwa nini aanze kurekodi? Kwa nini wanakubali kurekodi? Huyu mwanamke anakubali kurekodiwa na huyu mwanamume wake wakati anaona madhara yako mengi yanayotokea kwenye hizo connection mtandaoni na sehemu. Hapo kikubwa kinachofanyika ni imani. Unachukua lakini usije ukavujisha. Hamna shida. Kwa anabeba ile imani kwamba hamna shida, na ndio maana tunaona trending kubwa inawagusa wanafunzi wa chuo ambao bado wako kwenye matamanio ya vitu. Kwa pia matamanio wanayatanguliza mbele kuliko madhara ya baadaye. Yaani madhara hayatazami, wanatazama faida ya muda huo. Na ni kweli kama nilivyosema, wanafunzi wa chuo ni wengi zaidi. Lakini wanafunzi wa chuo tunaweza kuwaweka kwenye kundi la bado akili zao zina ujinga. Na vitu vingi hawaelewi, lakini fedha wanahitaji. Hicho ndio kinachowavuta wengi. Lakini kuna watu wengine ambao ni watu wazima ambao kwa sehemu kubwa huwa kuja kufuatilia. Muda mwingine kuna kamera za siri pia huwa zinatumika kuwa rekodi. Kwa hiyo kuna wengine ambao sio kwamba wanakubali kurekodiwa, ila kunaweza kukawa kuna kamera za siri, kwa sababu kama mtu amedhamiria kufanyia jambo baya maana yake anajiandaa pia. Na ndio maana kuna baadhi ya watu hata wakipangiwa kwenda kwenye sehemu kukutana kwa ajili ya faragha wanabadilisha sehemu, wanakataa kwa sababu pengine wanakuwa hawana imani na yale mazingira, kwa ajili tu ya kuepusha vitu kama hivyo. Sawa, asante Agoti. Na mtazamaji wa Samaria TV, unaweza kuweka maoni yako hapo. Ni kwa nini zimekuwa zinazidi hizi mambo za connection, kirao, sijui vitu kibao huko mtaani? Na kuna muda tunaona vitu vya ajabu kabisa. Yaani vya ajabu ambavyo watu watakuwa wabaki navyo huko. Unashangaa kama sasa hivi ukipita kwenye mitandao unaambiwa mgodi shimo. Watoto wa 2000 wanaanza wengi hata TikTok utakuta ni posti nyingi watu. Sasa unajiuliza ni vitu gani? Kwa nini mnafanya hivi? Mtazamaji, weka maoni yako hapo. Nini kifanyike kuondoa hizi? Lakini
bado unaweza kusema nini kifanyike, lakini unakuta watu wenyewe wawili wamekubaliana, bana baby nitumie, au nachukua tu sipeleke kote, na kwa nini aiangalia wakati wewe ni wake mpo, yani ana uhakika ni anaweza akaiona live. Kwa nini ukubali umruhusu na wewe kwa nini umruhusu anachukua video kama, yani na wewe umetulia tu kabisa, una wasiwasi hapo, kama sio una matatizo kidogo ya akili. Kingine Mwafrika cha kumaliza ndio sahau. Wengine wamejikuta shida inaanza kwenye hicho tunacholaumu kwamba kwa nini wanakubali kurekodiwa. Lakini kuna wengine wanakuta wamerekodiana wanakaa hata miaka kadhaa. Lakini napotokea pia wamefikia wamegombana, mmoja ambaye ana vile vitu yale mapilau anaanza kuyagawa kwa wananchi. Hiyo ni shida kweli. Asante Anko G na mtazamaji pia, asante kwa kuendelea kufuatilia Simamia TV.